Mahali popote mnatufuata na wasalimu na kuwakaribisha kufuata ukarasa wa jioni ya leo katika lugha bora tukufu la Kiswahili. Tutafungua ukarasa wa jioni ya leo na kuwajulisha ya kwamba kufuatana na siku kuu ambayo imesherekewa kazi ya mikono, je, waziri kusika na mambo ya jamii Bibi Nathalie Aziza Mnana aliweza kufanya matembezi ya kazi huko kunako kituo yenye kufunza kunako kijiji Bondeko ambako ni kituo Libanga, huko ambako wamefunza wanafunzi wenye kuwa na vilema. Unapaswa kujua ya kwamba hapo aliweza kupokelewa na kiongozi wa kituo hicho ni Padri Pierre Mavakala, ambaye aliweza kufaidia na kumfasiria waziri kulingana na namna gani wametumika kazi hapo. Upande wake waziri aliweza kutembelea darasa mbalimbali kwa ajili ya kuona namna gani wamefunza watoto hawa. Baada hapo walijelekeza kunako kituo ya taifa kusika na kazi ya mikono, huko ambako ni kwa mara ya kwanza waziri kutembelea kituo hicho pamoja na timu yake. Hapo ambako walikuwa na mazungumzo na kamati ya uongozi ambao waziri aliwaahidi kuwasindikiza katika kazi mbalimbali. Na kwa mwisho mnapaswa kujua kwamba waziri Bibi Aziza Mnana aliweza kuwa na mazungumzo ya kazi hapo. Aliweza kutembelea pia mahali hapo ambako imeshambuliwa na hali mbovu kabisa. Aliweza kutoa pendekezo ya sheria kulingana na hali ya mauaji yenye kupitikana upande wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni mteule wa taifa Eliezer Tambwe Poshi, yeye ambaye alitoa mradi ya pendekezo ya sheria ili ulimwengu ipate kukubali mauaji yenye kupitikana upande wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Alinena ya kwamba yeye kama vile mteule wa taifa aliweza hivi kuandaa pendekezo ya sheria hiyo kufuatana na yale yenye kupitikana upande mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, iwe na sheria rasmi ambayo inaweza kufasiria muhimu yenye mauaji ambayo ilifanyizwa huko upande mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Alinena ya kwamba mwaka jana kufuatana na pendekezo ya sheria kulingana na Genecoste hiyo ambayo imekuwa na vinyume mbalimbali kulingana na hali ya kiuchumi pia na kazamu, ni muhimu imekuwa sasa zamu ili wapate kujulisha pendekezo ya sheria hiyo iimizwe. Na yeye pendekezo ya sheria hiyo ambayo ametoa leo ni ili ulimwengu zima ipate kukubali rasmi yale mauaji ambayo imefanyizwa nchini DRC, zaidi upande wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Habari nyingine ni kuwajulisha ya kwamba Wizara Usikayo na Afya, Wizara Usikayo na masomo ya msingi primary pia sekondari imechukua hatua kusindikiza baba wa taifa katika hali ya uboreshaji ya sekta ya afya. Kufuatana na hiyo ndio kulianzishwa rasmi huko mjini Kikwit operesheni ya kutambulisha pia kujiandikishwa kwa walimu wa kituo ya maadhibisho ya Kikwit D, huko ambako wamejiandikisha ni kufuatana na hali ya kujigaramia katika sekta ya afya. Viongozi wengi walikuwa hapo, hata wateule kama vile Gima Futa ambaye alijumbiliwa katika sherehe hiyo. Viongozi wengi wakitoka hapa mjini Kinshasa waliweza kujielekeza hapo, waliweza kutoa heshima kuu na kumshukuru baba wa taifa kwa yale yote ambayo amefanya kwa ajili ya kuboresha sekta ya afya kwa faida ya walimu wote, ambao kiongozi wa kituo ya maadhibisho ya Kikwit D alionyesha furaha yake na kuweza kumshukuru baba wa taifa kufuatana na operesheni hiyo ambayo itaweza kuboresha hali ya ya matunzo kwa faida ya walimu wa kituo ya maadhibisho ya Kikwit D. Katika jimbo la Katanga la Juu mnapaswa kujua kwamba walitoka hapa na pale, walijaa wote kunako barabarani wakijibu hiyo katika aliko ya kiongozi wa Vision Fachi Renove Bwana Kalimbui. Alialika vijana, watu wote waliweza kufanya maandamano hiyo kwa ajili ya kuonesha mchango yao juu ya vikosi vya FARDC, wazalendo pia baba wa taifa. Walianzia maandamano hiyo ya amani kunako karta kuu na waliweza kukomesha kunako uongozi wa jimbo ambako liwali Jacques Kabula Kato alikuwa akiwangojea hapo. Bwana Kalimbui pamoja na umati wa watu waliweza kumsindikiza hapo, waliweza kumtolea liwali wa jimbo la Katanga la Juu ngombe hiyo kufuatana na
kazi kuu ambayo amefanya kwa ajili ya kuleta maendeleo katika jimbo hiyo, akitimiza imara onyo ya baba wa taifa. Alipochukua masemi, Kalimbui ambaye hachoke usiku kama vile mchana, alisifu kazi ambayo rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amefanya, hasa zaidi imesababisha kupitia kidiplomasia kuu ambayo imesababisha malipizo mbalimbali juu ya nchi ya Rwanda. Kwa mwisho alialika vijana wenye kuwa na umri ya mwaka wapate kujiandikisha katika jeshi. Katika jimbo la Bauele tutawajulisha kwamba liwali wa jimbo ya Bazuele Mike David Mukeni aliweza kutembelea hivi bawa ya Aketi, ambayo aliona ya kwamba hali ya bawa hiyo ni mbovu kabisa, japokuwa hiyo ni bawa ambayo ilikuwa ya muhimu kabisa katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ilikuwa bawa ya 3 kuu ambayo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilikuwa nayo. Kufatana na nguvu ya baba wa taifa, pia uongozi kuu ambao ameongoza raia wa eneo hiyo wametumaini ya kwamba kuboreshwa kwa bawa hiyo ya Aketi itakuwa muhimu sana, kwani imekuwa na lazima sana kwa raia wa eneo ya Bazuele ambao walionyesha mchango wao kwa baba wa taifa. Tunapaswa kujua kwamba kufatana na kazi kuu ya kiuchumi ambao bawa hiyo imekuwa nayo, liwali wa jimbo hiyo ya Bazuele Mike David Mukeni aliweza kujulisha ya kwamba raia wa eneo hiyo amengojea kabisa uboreshaji wa bawa hiyo, kwani imewaruhusu kutumika kazi mbalimbali na hata kuinua uchumi ya jimbo ya Bazuele. Katika jimbo la Kasai tutawajulisha kwamba mteule Guy Mafundu Kabongo ameweza kuhimiza raia kulingana na aliko iliyotoa na baba wa taifa kwa ajili ya kujiandikisha katika jeshi. Unapaswa kujua kwamba kufuatana na yale yenye kupitikana pana mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ndio wiki iliyopita waliweza kuhudhuria katika mitingi kuu ambayo ilifanyizwa pale mjini Chikapa katika jimbo la Kasai kwa ajili ya kuunga mkono kazi ambao vikosi vya FARDC wamefanya, wasujaa wazalendo pia rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ili amani kudumu imara nchini DRC. Katika mkutano huo ndiye mteule wa taifa ya jimbo la Chikapa, ya mji wa Chikapa, bwana Guy Mafuta Kabongo aliweza kuhimiza vijana wenye kuwa na umri wapate kujiandikisha katika jeshi ili wapate kutetea nchi yetu chini ya bendera wakisukuma mbali adui wa amani. Katika jimbo la Nord Ubangi huko tutawajulisha ya kwamba wateule wa taifa ya eneo ya Nord Ubangi katika eneo kuu ya Grand Equateur ambao wameomba kwa waziri askai na afya kulingana na hali ya uboreshaji ya hospitali kuu ya Karawa, ambayo ni hospitali hiyo imekuwa katika hali mbovu kabisa. Hakuna vitanda, hakuna dawa, hakuna vifaa mbalimbali yenye itaweza kuodarisha hali ya matunzo katika hospitali hiyo. Alikuwa hapo katika matembezi ya kazi mteule Simon Mbalimo Mbendwa ambaye ni mteule wa eneo ya Busanga. Aliweza kutembelea kituo ya afya hiyo ya Karawa. Aliona ya kwamba hali ni mbovu kabisa. Vitanda hakuna vyakula, hakuna vitanda, hakuna madawa. Hapo mteule aliweza kutoa msaada wake na aliahidi raia wa eneo ya Nord Ubangi kwamba atakuwa mteteji wao kunako viongozi wa ngazi la juu ili wapate kuangalia namna gani kutatua swali hiyo. Ujumbe ya kuhimiza pia uamsho ya zamiri ambayo baba wa taifa aliweza kutoa kwa faida ya Wakongo mani wote, kila moja amejigaramia ujumbe hiyo, ndio tutawajulisha ya kwamba wa mtumishi wa Mungu Serge Lukanga alitoa ujumbe hiyo. Tufate. Naomba niko na milamusha shimama fashi wiko, beba munduki, beba maombi, beba bintu byote bile binaweza kuleta kimya mu Kongo. Ubiweke ndio tutafute kimya. Kimya ile tuko na lomba mkini yetu ni kimya ile Mungu ataleta, mais Mungu ashakuleta deja kimya. Alisha kusema heureux ceux qui sont sur la terre, je procure la paix. Mais si tubebe sasa ile kimya ile, tuitumikishe, tuioneshe ke valeur yetu sheba Kongole ni kimya. Kama unasimama mfasi yako, unasimama na maombi, unasimama na bunduki, unasimama na biote bila utawaza, mimi nakwambia ke mkini yetu
tutashimamisha kimya. Kimya ni prise en charge. Donc ushimame, ushongole bako bakusarasure, ushongole assurance itoke kama ni wapi kwa kupachi. Invite taishi. Invite tashimama. Tutaona namna gani ya kuongoza mtu. Namna gani kuhimiza wamama wapate kujigharamia katika sekta mbalimbali ya kazi ambao wametumizwa. Hiyo ndio shirikisho ya Seifad ambayo imeongozwa na Bibi Clemence Kwamba Kabamba. Wameandaa mkutano kuu itafanyizwa pale mjini Guangzhou nchini China tarehe 28 hadi tarehe 29 mwezi huu mwaka huu. Tunayo katika kichwa cha neno ni kusema ya kwamba kuacha kazi ama nguvu mbalimbali ambayo mwanamke amekuwa nayo kwa ajili ya kuleta maendeleo. Walimu watatoka hapa na pale kwa ajili ya kuzuria katika mkutano huo ambao utafanyizwa pale Guangzhou nchini China, ili wapate kupewa mafunzo mbalimbali kamili yenye itawaruhusu wakina mama, vijana pia wasijana wajigharamie na kujitofautisha katika hali yao ya kutumika kazi. Seifad hiyo ambayo imekuwa na shabaha ya kujulisha wakina mama, vijana pia wasijana nguvu na uwezo ambao wamekuwa nayo kwa ajili ya kutumika kazi, wakijigharamia katika sekta mbalimbali, pia uongozi katika lugha ya Kimombo leadership. Katika jimbo la Equatori tutawajulisha ya kwamba muda wa siku 5 waliweza kufunzwa na muungano unaoitwa Inforge, hiyo ambayo walifunza yapata watumishi 25 wenye wataweza wanakuwa na uwezo kutokana na mafunzo hiyo ya kuweza kufunza wafungwa katika jela, ili wakati wataachiliwa wawe huru, wawe na uwezo wa kutumika kazi mbalimbali. Ni mafunzo ambayo ilitolewa na Bwana Desire Nsingi ambaye ni mtaalamu akitoka hapa mjini Kinshasa. Pia alikuwa ametumika huko katika kituo ya MONUSCO. Hata Colonel Pamba Diasivi, wao wote waliweza kupewa mafunzo hao kwa wataalamu hao ambao wamekuwa na uwezo wa kufunza wafungwa katika sekta mbalimbali na kuwafunza elimu mbalimbali ambayo itaweza kuwa muhimu wakati wameachiliwa kunako jela, wawe na faida nchini. Hapo waliweza kufunzwa yapata muda wa siku 5. Kwa muda siku 5 hiyo walifunza yapata watumishi 25 ambao walialikwa. Baada ya mafunzo hiyo waliweza kualikwa ujuzi na elimu ambao wamepewa hapo waitumikishe kwa faida ya wafungwa wote, ili wakati umefungwa na umeachiliwa uwe na ujuzi ambayo inaweza kukuruhusu kutumika kazi na kujifaidisha nchini. Kiongozi mkuu ya kanisa ya Ngunza Mpeva Longo ambayo imeongozwa hapo na huko ambako imeongozwa na Bwana Lesi Lubanza, waliweza hivi kutoa karatasi ya heshima kwa mtumishi wa Mungu Nto Ameyo Mizua Amona Nzolabata Jean, huyo ambaye alifariki yapata miaka 20, lakini katika sherehe hii ambayo iliweza kuandaliwa kufuatana na kumbukumbu ya miaka yake 20, ndio aliweza kumtolea cheti cha heshima na kuminua kama vile kiongozi mkuu halali, pia muimarishaji ya kanisa hiyo. Cheti hicho ni kufuatana na kazi bora pia muhimu ambayo aliweza kutumika katika kanisa hiyo. Ilikuwa katika sherehe ya kumbukumbu ya miaka 20 tangu alifariki Bwana Nto Ameyo Mizua Amona Nzola Bantu Jean, yeye ambaye ameheshimiwa na kanisa hiyo ya Bangunza Mpeva Longo. Wafuasi wa Radio Television ya Taifa, ni katika habari yetu tumepika nukta kwa habari yetu ya jioni ya leo. Kwa niaba ya wote napigia asante. Mwenyezi Mungu akitaka tukutane kwa siku za usoni.